ametupatia wakati mwingine ili tukaweze kuwa katika nyumba yake na ili tukaweze kulisikia neno lake na pia kumwabudu na kumuomba. Bwana pia sifa. Na haya yote tunayatenda kwa imani, tukiamini kwamba hata maombi yetu yanayapokea, na kwa imani tutapokea yale ambayo tunahitaji. Bwana tukuze. Nimekuja mara tena ili tuendelee na habari ya imani. Bwana tukuze. Siku nyingine nikasema kwamba mara kwa mara ama kwa wingi Mungu alinipa habari ya imani. Bwana tukuze kwa njia tofauti, na alipokuwa ananipa haya mambo akaniambia kwamba ujiandae kwa sababu nitakupa ufunuo kwa habari ya imani, alafu ujiandae maana nitakuwa ninakutuma kwa makanisa tofauti ukaongea hili jambo la imani. Bwana tukuze. Kwa hivyo pamoja huwa ninaongea mambo mengine, sana huwa ninaongea habari ya imani. Bwana tukuze. Na ninamtukuza Mungu kwa sababu kila mtu ana kazi yake na kila mtu ana mwito wake, na kila mtu kuna ile kazi anapewa na Mungu. Bwana tukuze. Na kila mtu kuna ile laini anapewa na Mungu. Bwana pia sifa. Kuna mwenye akisimama anaongea tu habari ya madhabahu, mwingine akisimama anaongea habari ya upako. Haya mambo yote inategemea na mtu mwito wake na laini yake kwa utendaji wa kazi. Bwana tukuze. Sasa wakati huu nauchukua niweze kumshukuru Mungu na pia niweze kutambua uwepo wa askofu wetu na viongozi wote wa hili kanisa na pia hata na wewe. Bwana apewe sifa. Sema ya kwamba ninawatambua wote na ninawaheshimu, maana nyinyi ni wa baraka na tena ni wa maana katika huduma. Bwana apewe sifa. Maana hata ukipewa karama ikakose mtu wa kufanyia kazi nayo haina haja. Bwana tukuze. Biblia inasema kwamba huwa tupewa karama ili tuweze kujenga mwili wa Kristo, na mwili wa Kristo ni wewe. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo pamoja nami kuwa nimepewa karama, nina haja sana nawe ili hiyo karama niliyopewa ijenge mwili wa Kristo, na mwili wa Kristo ni wewe. Bwana tukuze. Mambo kama haya. Sasa nimekuja tuangalia mambo mawili. Jambo la kwanza, jinsi ya kutunza imani wakati wa kujaribiwa isipungue, na jinsi imani vile unaweza kaa wakati wa kujaribiwa irudi chini. Haya ni mambo mawili ambayo tutaangalia, ambayo inakuwa ndani imani. Maana wakati wa kujaribiwa unaweza kuta kwamba imani yako imerudi chini wakati ule unajaribiwa kwa jambo fulani, na wakati mwingine unaweza kuta tu unajaribiwa na bado imani yako haijarudi chini. Sasa tutaelewa ni kwa nini imani hurudi chini wakati ule mtu anajaribiwa, na ni unaweza kaa ama ni vipi unaweza fanya ujaribiwe na jambo na imani yako bado ikae kama imesimama. Bwana tukuze. Maana imani ndio ifanye kazi, inatakikana wakati wowote iko juu, haiko chini, haijapungua. Bwana pewe sifa. Na kama vile huu unaona kwamba maziwa ikiwekelewa kwa jiko, alafu ile maziwa ipate moto, ikipata moto inafika pale juu, ndio hiyo maziwa irudi chini, hufanyika mambo mawili. Jambo la kwanza, either uzime moto, maziwa inarudi chini, ama utoe maziwa juu ya moto. Bwana pewe sifa. Sasa nayo imani, kuna mambo ambayo unaweza ukaifanyia uzime moto wa roho, imani irudi chini, ama utoe moyo wako kwa yale mambo ambayo inastahili uwe ndani yake, na imani yako itarudi chini. Bwana pewe sifa. Haya ndio yale mambo ambayo tutaangalia siku hii ya leo, na ninaamini ya kwamba tutabarikiwa tunapoiangalia. Enda nami kwenye kitabu cha Yohana 11. Tutaanzia hapa, nitasoma tu vitabu viwili alafu nielezee, na naamini kwamba haya maandiko itakuwa ya baraka siku hii ya leo. Ni maandiko ambayo tunaielewa hata wakati tu nimetaja Yohana 11, kuna wenye tu tayari wameingia habari ya kifo cha Lazaro. Bwana tukuze. Na nitamshukuru Mungu maana vile tu baba niendo amesema kwamba Mungu anafufua yale mambo imekufa. Huu ni ujumbe ambao nimekuja nao. Bwana pewe sifa. Kwa hivyo tutaangalia habari ya Yohana 11 mistari kadhaa, alafu kuna kitabu kingine tutasoma, kisha baadaye nielezee, na ninaamini kwamba tutabarikiwa. Neno tunalijua, lakini wacha tulisikia siku hii ya leo, na tutegemee Mungu kwa ufunuo wa roho wa siku hii ya leo kupitia hili neno kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Bwana tukuzwe. Yohana 11. Tumefika mahali pale. Yohana 11 tasoma mistari kadhaa nikielezea, kisha baadaye nitaenda kwa kitabu kingine na nitakuelezea, alafu baadaye nitaelezea. Yohana 11 mstari wa kwanza nasema kwamba nitasoma nikiruka. Yohana 11
kuanzia hapo mstari wa kwanza anasema kwamba basi mtu mmoja alikuwa hawezi, Lazaro wa Bethania, mwenyeji wa mji wa Mariamu na Martha dada yake. Ndiye Mariamu yule aliyempaka Bwana marhamu, akamvuta miguu kwa nywele zake, ambaye Lazaro nduguye alikuwa hawezi. Basi wale maubu wakatuma ujumbe kwake wakisema, Bwana, yeye umpendaye hawezi. Naye Yesu aliposikia alisema, ugonjwa huu si wa mauti, bali ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu, ili mwana wa Mungu atukuzwe kwa huo. Naye Yesu alimpenda Martha na umbu lake na Lazaro. Mstari wa 17. Basi Yesu alipofika alimkuta amekwisha kuwamo kaburini yapata siku 4. Na Bethania ilikuwa karibu na Yerusalemu kadiri maili 2 hivi. Na watu wengi katika Wayahudi walikuwa wamekuja kwa Martha na Mariamu ili kuwafariji kwa habari ya ndugu yao. Basi Martha aliposikia kwamba Yesu anakuja, alikwenda kumlaki, na Mariamu alikuwa akikaa nyumbani. Basi Martha akamwambia Yesu, Bwana, kama ungalikuwapo hapa ndugu yangu hangalikufa. Lakini hata sasa najua ya kuwa yoyote utakaomwomba Mungu atakupa. Yesu akamwambia ndugu yako atafufuka. Martha akamwambia, najua ya kuwa atafufuka katika ufufuo siku ya mwisho. Yesu akamwambia, mimi ndimi huo ufufuo na uzima, yeye aaminie mimi ajapokufa atakuwa anaishi, na kila aishie na kuamini hatakufa kabisa hata milele. Je, unayasadiki hayo? Mstari wa 32 anasema kwamba basi Mariamu alipofika pale alipokuwapo Yesu na kumuona, alianguka miguuni pake, akamwambia, Bwana, kama ungalikuwapo hapa ndugu yangu hangalikufa. Basi Yesu alipomuona analia na wale Wayahudi waliofuatana naye wanalia, aliugua rohoni, akafadhaika roho yake, akasema, mumemweka wapi? Wakamwambia, Bwana, njoo utazame. Yesu akalia machozi. Basi Yesu akalia machozi. Mstari wa 38. Basi Yesu hali akiugua tena nafsini mwake, akafika kwenye kaburi, nalo lilikuwa ni pango na jiwe limewekwa juu yake. Yesu akasema, niondoeni jiwe. Martha dada yake yule aliyefariki akamwambia, Bwana, ananuka sasa, maana amekuwa maiti siku 4. Yesu akamwambia, mimi sikukuambia ya kwamba ukiamini utaona utukufu wa Mungu? Basi wakaliondoa lile jiwe. Yesu akainua macho yake juu akasema, Baba, nakushukuru kwa kuwa umenisikia, nami nalijua ya kuwa wewe wanisikia siku zote, lakini kwa ajili ya mkutano huu waliohudhuria nalisema haya ili wapate kusadiki kwamba ndiwe uliyenituma. Naye akisha kusema hayo akalia kwa sauti kuu, Lazaro, njoo huku nje. Akatoka nje yule aliyekufa, amefungwa sanda miguuni na mikononi, na uso wake amefungwa leso. Naye Yesu akamwambia, mfungueni mkamwache aende. Bwana pewe sifa. Hapo tu mistari mingine kwenye kitabu cha Wafalme wa Pili, mstari wa 18, mstari kadhaa, alafu ndio tumalizie nielezee. Yasema ya kwamba hata yule mtoto alipokuwa siku moja alitoka kwenda kwa baba yake kwenye mavuno, akamwambia baba yake, kichwa changu. Naye akamwambia mtumishi wake, mchukue kwa mama yake. Akamchukua akampeleka kwa mama yake, naye akakaa magotini mwake hata adhuhuri, kisha akafa. Mama akapanda juu, akamlaza juu ya kitanda cha yule mtu wa Mungu, akamfungia mlango, akatoka. Kisha akamuita mumewe akisema, tafadhali uniletee mtu mmoja wa watumishi na punda, ili nimwendee yule mtu wa Mungu kwa haraka nikarudi tena. Akasema, kwa nini kumwendea leo? Sio mwandamo wa mwezi wala Sabato. Akasema, si neno. Akatandika punda, akamwambia mtumishi wake, mwendeshe tuendelee mbele, usinipunguzie mwendo nisipokuambia. Basi akaenda akafika kwa yule mtu wa Mungu
katika mlima wa Karmeli. Ikawa yule mtu wa Mungu alipomuona, bali akamwambia Gehazi mtumishi wake, tazama Mshunami yule kule. Mstari wa 32. Basi Elisha alipofika nyumbani, tazama mtoto amekwisha kufa, amelazwa kitandani pake. Basi akaingia ndani, akafunga mlango, yeye na yule mtoto, wote wawili akamuomba Bwana. Akapanda juu ya kitanda, akajilaza juu ya mtoto, akaweka kinywa chake juu ya kinywa chake, na macho yake juu ya macho yake, na mikono yake juu ya macho ya mikono yake, akajinyoosha juu yake. Mwili wake yule mtoto ukaanza kupata moto. Kisha akarudi akatembea nyumbani huko na huko. Mara moja akapanda akajinyoosha juu yake na yule mtoto, akapiga chafya mara 7, na mtoto akafungua macho. Yule akafungua macho, akamuita Gehazi akasema, muite yule Mshunami. Basi akamuita, na alipofika kwake Elisha akasema, haya, mchukue mwanao. Ndipo akaingia akamwangukia miguuni, akainama mpaka chini, kisha akamchukua mwanawe akatoka. Hebu na tuketi na Mungu alibariki neno lake. Bwana tupewe sifa. Haya basi, tumesoma habari ya watu wawili, na hawa watu wawili ama watu aina mbili walijaribiwa kwa jaribu moja, lakini wakawa na mambo tofauti. Kuna wenye walijaribiwa na jaribu, imani yao ikarudi chini. Nitakueleza sababu gani. Na mtu mwingine ambao tumemalizia naye akajaribiwa na hilo jaribu, lakini imani yake haikurudi chini. Bwana pewe sifa. Sasa wakati ule Yesu alikuwa hapa duniani, alikuwa na marafiki ambaye ni wa familia moja, kama vile tumesoma na vile tunajua familia ya kina Lazaro. Neno nasema ya kwamba Yesu alikuwa amependa hiyo familia, na pamoja na kuwa apenda ile familia, wakapitia kwenye kipindi kigumu cha ugonjwa. Hii ni kumaanisha ya kwamba hata kama unapendwa na Yesu, unaweza ukapitia kwenye mambo magumu. Bwana pewe sifa. Na mimi wanakataa na ninapinga na sikubaliani na wenye tu wanasema, ama wanakuta mtu ambaye anapita kwenye jaribu ama ameingia kwenye mambo mazito, wanaanza kumwambia pengine umemwacha Mungu ndio maana unapitia haya, pengine Mungu hayuko pamoja nawe ndio maana unapitia haya. Ukiangalia Biblia, wale watu wote walikuwa na Mungu na walikuwa wanapendwa na Mungu, pia walikuwa wanapitia kwenye mambo mazito. Bwana pewe sifa. Sasa hii familia ya Lazaro ikafika wakati mmoja wao akagonjeka, ambaye ndiye Lazaro. Akagonjeka ugonjwa, na alipogonjeka dada zake kwa sababu ya kujuana na Yesu, ikafika mahali wakatafuta watu wakawatuma kwa Yesu ili wampashe habari ya kwamba Lazaro rafiki yake ni mgonjwa. Bwana pewe sifa. Haya, sasa chanzo cha imani kurudi chini ni wakati ule utafika mahali ukose kuchukua nafasi na ukose kuchukua wakati wa kumtafuta Mungu. Bwana pewe sifa. Sasa Lazaro akagonjeka, akawa mgonjwa, na mimi huwa naona ya kwamba Lazaro ndiye aliyeambia wadada zake, muiteni Yesu, kwa sababu Lazaro ilikuwa ni sawa aitiwe Yesu kwa sababu alikuwa mgonjwa, lakini nao wenye waliambiwa waite Yesu kuliko waende kwa Yesu wakatumana. Ingekuwa afadhali, Biblia anasema hivi, ilikuwa afadhali angeenda mmoja kwa Yesu ampate habari ya Lazaro, aachwe mmoja akishughulikia Lazaro, kwa sababu walikuwa dada wawili, lakini kwa sababu ya uvivu wa kiroho pamoja na kuona ugonjwa umeingia kwa nyumba, kuliko waamue kumwendea Yesu wanatumana. Chanzo cha imani kurudi chini ni wakati ule utapuuza, ni wakati ule utaacha kumtafuta Mungu kwa sababu ya shida ambayo unapitia. Sasa walipotumana walikuwa na imani, na imani walikuwa nayo ya kwamba Yesu akifika Lazaro atapona. Hii imani walikuwa nayo kwa sababu katika ile urafiki wao na Yesu walikuwa wamepata imani. Kwa hivyo wakitumana walikuwa na imani ya kwamba Yesu akija Lazaro atapona. Wanapewa sifa. Sasa Yesu akakawia kabla ya kuja kumuona Lazaro. Sasa walipoendelea na kuishi, maana wamekataa kwenda kwa Yesu, sasa wale ambao walienda kupeana habari ya Lazaro
uwepo wa Yesu, walielewa umuhimu ama walielewa sababu ya ugonjwa wa Lazaro zaidi ya dada zake, kwa sababu yale maneno, wale ambao walitumwa, yale maneno ilitoka kwa kinywa cha Yesu, dada zake Lazaro hawakusikia, lakini wale ambao walitumwa walisikia. Yesu hangekosa kuongea, aidha mumetumana ama umeenda wewe mwenyewe. Akaanza kusema huu ugonjwa si wa mauti. Sasa anasema si wa mauti na mtu anakufa, lakini wenye walitumwa wakaelewa hivyo. Kwa hivyo hata wakati walisikia Lazaro amekufa, wakakaa na lile neno pamoja na yeye kuwa amekufa. Kuna kitu tuliambiwa na Yesu ya kwamba ugonjwa si wa mauti. Lakini dada zake, kwa sababu wao hawakumwendea Yesu, hawakusikia hilo neno Yesu akilitamka. Kwa hivyo walipoona ugonjwa umezidi, na sababu hawamtafuti Mungu kwa sababu ya hii shida, nayo imani yao ikaanza kupungua. Wanatazama tu Lazaro, wanaona awali amegojeka, jana alikuwa afadhali, alikunywa uji, lakini leo amekataa mpaka matunda. Huyu ndugu wetu sijui tufanye nini. Sasa vile walizidi kutazama Lazaro anafifia, anaisha, kwa sababu hawamtafuti Mungu, kwa sababu ya hilo jambo, nayo imani yao ikaanza kupungua. Ikafika mahali Lazaro akakufa. Alipokufa, nayo imani yao ikakufa. Lakini wale ambao walitumwa wakapata ujumbe, pamoja na kusikia Lazaro amekufa, wao hawakuwa na shida, maana walikaa na lile neno waliambiwa na Yesu ya kwamba ugonjwa wa Lazaro si wa mauti, bali ni wa kuleta utukufu wa Mungu. Sasa dada zao hawajui vile, na wamekosa kujua kwa sababu wao hawakumwendea Yesu. Wanasema ya kwamba walikuwa wawili, angeenda mmoja aachwe mmoja, na kama angeenda mmoja angekuja kumfariji mwenzake, amwambie sikiza, mimi nimeenda na nimepatana na Yesu na amenipa habari ya ndugu yetu ya kwamba ugonjwa huu si wa mauti. Kwa hivyo angeenda mmoja angekuja kumfariji mwenzake, na hata kama Lazaro angekufa, kwa lile neno ambalo wamepokea kwa Yesu lingewafariji na imani yao ingekaa ikiwa juu. Lakini kwa sababu ya wao kutotafuta Yesu wakati ule, wenye walitumwa hawakuleta habari. Walielewa sababu ya Lazaro kugonjeka na wakanyamaza. Hakuna habari. Huwa tunasoma, tunaambiwa kwamba wakaja kwa dada zake Lazaro, wenye walitumwa wakawaambia Yesu amesema hivi na vile. Hakuna mahali huwa tunasoma vile. Sasa ikafika wakati Lazaro akakufa. Alipokufa, imani ya dada zao ikawa nayo imeisha, kwa sababu hawakumtafuta Mungu katika kile kipindi. Ukitaka imani yako isipungue, ukitaka imani yako isirudi chini, hata wakati ule unapitia kwa mambo mazito, usiache kumtafuta Mungu, usiache kumuomba Mungu. Ukiacha, imani yako itaanza kupungua. Bwana pewe sifa. Sasa ikafika bahari, Yesu akaja, akafika kwa kina Lazaro. Sasa alipokuja kwa kina Lazaro, ndio uone imani ya hawa watu ilikuwa imeisha. Wao waliongea neno moja sawa. Mmoja akamwambia Yesu, ungekuwa hapa ndugu yetu angekufa. Ili kumaanisha walikuwa na imani tu wakati ule Lazaro ni mgonjwa, Yesu akifika kabla hajakufa atamponya. Lakini alipokufa wakaanza kumpatia habari, ungekuwa hapa ndugu yetu angekufa. Maana nyingine kama walikuwa wanataka kumaanisha kwa Yesu sasa amekufa. Maana nyingine hawakuwa na imani ya kuona kwamba anaweza kufufuliwa. Wao imani yao ilikuwa imefika pale tu ya kwamba Yesu akija kwa wakati huu ambao ndugu yetu ni mgonjwa atapona. Lakini alipokufa imani yao ikaisha. Sasa wakaanza hadithi, wakamwambia Yesu, ungekuja jana huyu ndugu yetu hangekufa. Sasa umekuja leo na ameshakufa. Mpaka Yesu ikabidi aongee maneno ya imani kwa hao watu. Ukisoma huu kurasa, Yesu alitaja neno imani mara mingi sana. Wewe sadiki, ndugu yako atafufuka. Wewe sadiki, je, unasadiki? Yaani akaanza kuhubiri imani kwa nyumba ya Lazaro, ili imani ya dada zao iinuke tena, ili muujiza ukatendeke. Bwana pewe sifa. Baba mmoja Yesu amefika na yeye ndiye uzima, na anamwambia ninaamini atafufuka, lakini si kwa saa hii, atafufuka siku ya mwisho. Kwa sababu gani? Yesu amefika
na hajasema ya kwamba atafufua siku ya mwisho, na amekuja akasema mimi ndiye uzima. Ili maana yake alikuwa anamaanisha kwamba nimefika hapa, na hata kama kuna kifo sasa nimeleta uzima. Lakini kwa sababu ya imani yao kuwa imeisha, wanamwambia okay, wewe ndiye uzima, lakini kuna kitu tunaamini, huyu atafufuka siku ya mwisho. Maana imani ikiisha, mtu anaonanga mambo itatendeka kwa mbali, lakini si kwa karibu. Yesu amefika na wanaleta habari ya siku ya mwisho, naye amekuja na anamwambia mimi ndiye uzima, na pamoja na wao kusikia yeye ndiye uzima, wanamwambia lakini ndio ninaamini atafufuka siku ya mwisho. Haya, huyo dada akaondoka. Wa pili naye ndio huyu akaja kwa Yesu. Lile neno tu ambalo lilikuwa na dada mwenzake akalitoa kwa Yesu, akamwambia Yesu, ungekuja jana, ungekuwa hapa kabla ya Lazaro akufe, angepona. Sasa ungechelewa, amekufa. Mpaka Yesu akaona kweli hawa watu hawana imani. Haya, kuendelea na hiyo story, Yesu akauliza jambo moja tu. Sasa nimekuleta kwa ujumbe. Akawauliza jambo moja tu, mumemweka wapi? Ni kwa sababu gani Yesu aliuliza mumemweka wapi? Na Yesu si eti kwamba amechanganyikiwa, anajua kuna kuweka na kuzika. Anaelewa kuna kuzika na kuweka. Lakini hakuuliza mumemzika wapi. Aliuliza mumemweka wapi. Kwa sababu gani? Maana walikuwa wametumana kwa Yesu tayari. Haikuwa na haja ya kuzika, ilikuwa waweke. Lakini kwa sababu ya imani kuisha, wakaona hii imekufa, ni ya kuzika. Ukiishiwa na imani utazika mambo, lakini si kuweka. Lakini ukiwa na imani bado utayaweka mpaka Mungu akuje. Na ndio maana Yesu akawauliza umemweka wapi? Maana huyu alikuwa wa kuwekwa. Kwa sababu gani? Mlitumana kwangu na nikasikia ni mgonjwa na nilijua amekufa, maana mimi ni Mungu, na si kusema nimuzike. Angetumana Yesu aseme nendeni mseme wa Lazaro azikwe, ingekuwa afadhali. Lakini Yesu hakusema Lazaro azikwe, na ndio maana alikuja akawauliza mumeweka wapi? Maana hii ilikuwa ya kuweka. Ukishampatia Yesu mambo, wacha kujazika, yaweke. Lakini ukiishiwa na imani utazika. Bwana pepe sifa. Kuzika ni nini? Kuzika ni ile inavitanga mahali hutaki kuona hayo mambo tena. Unaombea jambo unasema hautaomba tena. Hiyo ni kuzika. Kwa sababu mtu akizikwa haonekani. Mtu akizikwa hapatikani. Kwa hivyo ukichukua maisha yako uidharau, useme ya kwamba hata sitaombea hili jambo tena, umezika. Sitaombea huu mzee tena, umezika. Sitaki kumuona, hata afadhali akufe kwa sababu ya ugonjwa, umezika. Kwa sababu kuzika ni kuondoa mambo usiaone. Lakini kuweka ni kuweka ukae ukiona, na unaweka mahali inaweza ikaombewa. Bwana apewe sifa. Mama akafiwa na mtoto, lakini kwa sababu imani yake ilikuwa juu, neno nasema kwamba mtoto ikafika mahali akagonjeka, akaungua, akasema kwa mama yake, maana tumesema kichwa. Kisha alasiri mtoto akakufa. Alipokufa, kwa sababu mama alikuwa wa imani, akajua amekufa, lakini hii hatutazika, hili nitaweka. Na hizo kujaribiwa kwa imani. Sasa lazima ujikague imani yako ikomae. Usiwe mtu wa kuzika mambo, lakini wewe unaleta mambo. Lazaro amekufa, wamezika. Mtoto amekufa, amewekwa. Hiyo ndio inaitwa tofauti ya imani. Mama akasema pamoja na kuwa amekufa, kwa imani huyu hatutazika, bali nitamweka na niende nikamtafute Mungu. Weka mambo yako kando na uendelee kumtafuta Mungu. Weka mambo yako mahali na uendelee kumtafuta Mungu. Weka biashara yako mahali na uendelee kumtafuta Mungu, usizike. Mama akasema huyu sitazika. Maana imani yake ilikuwa juu. Neno nasema kwamba akachukua mtoto. Alipochukua mtoto akamweka kwa kitanda kile ambacho alikuwa amekitoa kwa mtumishi wa Mungu. Hii ni kumaanisha kwamba unaweza ukatenda wema na ule wema ukakurudia. Kwa sababu mama akitoa kitanda hakujua siku moja itamsaidia kuweka mtoto. Tenda mema, kwa sababu inaweza ikawa hayo mema ndio kitanda ya kuleta mambo yako ikiharibika. Tenda mema bila kunung'unika, maana hiyo wema unatenda itakurudia. Wanapewa sifa. Alipokuwa anatoa kitanda kwa mtumishi wa Mungu, hakujua siku moja mtoto wake atakufa. Hakujua
hakujua atamlaza kwa kile kitanda, lakini ikawa kwa sababu ya kutenda wema kwake na kuwa ako na imani, mtoto alipokufa imani ikampatia mwelekeo, kwa sababu imani hupatia mtu mwelekeo, na imani ni kuona yale mambo hayaonekani. Uhai wa mtoto haukukionekana, maana ulikuwa umetoka, lakini mama kwa sababu ya imani bado alikuwa anaona uhai ndani ya mtoto. Lakini dada zake na Lazaro, ulipotoka uhai wa Lazaro mwili mwake, kwa sababu imani yao imeisha, hawakuona uhai, na ndio maana walizika. Inaendaga hivyo. Imani ni kuona yale mambo ambayo hayaonekani. Mama anasema mtoto amekufa, lakini sitazika, maana bado anaona uhai ndani ya mtoto. Na ndio sababu hata alipoanza safari yake akawa mama mwenye hekima, maana imani inahitajika uwe na hekima. Mambo mengine ukifanya ifanye kwa hekima. Mama anaambia mzee, hebu nitafutia mtumishi na nikuja na punda nikamtafute mtu wa Mungu. Anaambia mzee, kweli? Mzee anamuuliza, kweli kuna nini? Wamwendea mtumishi, na leo si siku ya kwenda watumishi. Akamwambia, wewe acha mambo mingi, wewe fanya hivi, niletee mtumishi na punda. Haya, kuna mambo mengine yanahitajika ukiyaweka usiambie wote. Najua hiyo ni yako na Mungu wako. Maana kuna wengine utaambia imetendeka, wakwambie tuzike. Kama baba mtoto, wakati mtoto aliungua, alisema apelekewe mama yake. Na je, wakati ule alikufa angesema wazike? Sijui kama umenielewa. Mtoto amebonjeka, amesema kichwa kichwa, wakiwa shambani na mzee. Mzee akatazama mtoto akasema, wewe kama kwa mamu wao. Kwa sababu alijua ndani ya mama yao kuna imani, na mama yao anatambua watumishi wa Mungu, na kutambua watumishi wa Mungu ni kutambua Mungu. Ndio maana akapenda akasema mtoto apelekewe mama yake. Sasa kama anamkataa kwa kusema kichwa, na wakati alikuwa angesema wasike. Sasa mama akajua pamoja na wewe kuwa ndiye baba mtoto, kuna habari sitakueleza hapa. Imetendeka, lakini Mungu ni mwema, nina mahali pa kuweka. Hii sikuelezi. Mtoto amekufa, lakini wewe hata ukiwa baba yake sikwambia haya. Sio yote akwambia kila mtu. Maana wenye hawana imani kiwaambia watakwambia hiyo zika. Hiyo zika. Imeenda hivyo, hiyo zika kuwafariji wakina Lazaro. Kwa sababu pia wao hawakuwa na imani, alipokufa walitengeneza kamati. Nekuwa na jesona na Europa netondikei. Halo, angalia sana ni wakina nani unapata habari yako, maana huenda ikawa hawana imani, watakwambia muziki. Ndio wahika ambao hiyo ni kuzika. Kwa sababu mwenye hana imani atakwambia uzike. Wapeleke hili ulisoki walioka. Hiki ni kuzika. Halo. Halo. Tupeleke mahali upewe mayai, alafu utarudi kwa wokovu na hiyo mayai itakusaidia kupata kazi. Hiyo ni kuzika. Lakini mama kama mama wa imani akasema huyu hatutazika. Baba mtoto sikuelezi kitu hapa, hii nayanyamazia na ninayafungia. Akachukua mtoto akamweka kwa chumba cha juu na akafunga. Halo, kuna mambo ya kuchukua na unaiweka na unafunga. Unahakikika na ushikikisha kwamba hakuna mtu ambaye anaona. Hakuna mtu ambaye anaelewa ni nini kinatendeka. Nyumba iko na maiti, lakini mama amefunga. Ameitana akatafuta mtumishi na hakuna mtu amejua kwamba mtoto amekufa, akanyamaza. Kuwa mtu asili katika maisha yako, sio yote ya kusema. Utaambia wengine wakwambie mwende kwa mganga, hiyo ni kuzika, hawakusaidii. Utaambia wengine wakwambie wachana naye. Halo, akakuboga huko tigana yake. Hey! Lazima uelewe ni nani unaambia habari yako wakati wa kujaribiwa kwa imani. Kwa sababu sio wote walio na imani. Walikuwa wengi kwa kina Lazaro, lakini hakukutokea mmoja aseme hata kama amekufa simuliita Yesu, ngojeni akija akisema tuzike. Hakukutokea mmoja kama huyo, kwa sababu wote walikuwa wamejawa na huzuni, na utangulizi ni dada zake. Ingekuwa mmoja ameenda kwa Yesu, Yesu aseme ugonjwa wake sio wa mauti, na akute Lazaro amekufa, angewaambia umati, sikilizeni, mimi nimetoka kwa Yesu, sasa hivi unaniona, simuona vile niko na kumbe. Yesu ako na mkutano na hapa juu, na nimeenda na tumeongea naye, na ameniambia ya kwamba ugonjwa wa ndugu yangu sio wa mauti.
Kwa hivyo pamoja na kuwa amekufa na mwenye tumeita hajafika, hatutazika. Wacha tuweke, akija aseme tuzike, tuzike. Lakini kabla hajasema tuzike, hakuziki. Lakini kwa sababu hawakumtafuta Mungu wakati ule, ndio maana wakaungana na wenyeji kuzika Lazaro. Na Yesu alipofika hakuuliza mumemzika wapi, kwa sababu haiko ya kuzikwa, ilikuwa ya kuwekwa. Aliwauliza mumemweka wapi? Sijui umeweka wapi maisha yako saa hii. Sijui umezika ama umeweka. Nikasema kuzika ni kuweka mahali utaki kuiona tena. Kama juzi mmoja amenipigia simu, amezika maisha yake, aliniambia, "Hey, dada sidire shilio domwe. Nyona no nyabe, we, nyabe jigeje ba. Na tuke kumara bomu." Nikamwambia, "Hebu kwanza umepigia simu nikusaidie. Sasa hiyo nimesikia umemaliza maisha yako na umezika. Na sasa usiongee tena, ni mimi ninaongea." Nikaongea naye karibu saa moja. Muda Jumapili alinipigia simu akaniambia, "Dada, hali kijete wanakava hiki kuitele corona." Nikaongea naye hata wiki yote. Amefika mwisho, amezika mambo yake. Nikamwambia, "Sikiza, usitishe Mungu na vile unasema eti umeomba. Kunao wameomba na bado wamegojea. Soma Biblia vizuri. Huwezi kukatisha Mungu eti umeomba sana hautaomba. Na wewe hauwezi ukaishi kama hauna Mungu, lakini Mungu anaweza ukaishi bila wewe. Kwa hivyo ukitoka kwa Mungu ndio wewe utateseka. Tena utamwendea huyu shetani ambao umekuwa ukitembea, utakipata. Afadhali uvumilie kwa Mungu, wakati wake uje akukumbuke. Ni kwa sababu gani? Maana imani yake ameacha kutafuta Mungu, kwa hiyo anapitia imani yake ikarudi chini. Bwana pewe sifa. Sasa ikafika wakati Yesu akawauliza, "Mmemweka wapi?" Mmoja akajitokeza akamwambia Yesu, "Sikiza, tuelewane hapa. Wacha hata kukuweka mahali yako ananuka, kwa sababu kitu ikizikwa hunuka. Lakini kitu ikiwekwa hainuki." Wote walikuwa wamekufa. Lakini hakuna mahali tunaona mtumishi wa Mungu akiambiwa na mama, "Mtoto ananuka." Sio kama unaelewa hii. Mama hakuna mahali anaambia mtumishi, "Demo igeteni upendo na ninanuka." Hakuna. Lakini Lazaro kwa sababu ni kuzika walizika, ndio maana hata wakasema na amekaa siku 4 ananuka, kwa sababu ukizika itanuka. Lakini ukiweka haitanuka, na bado yote ni maiti. Yote ni maiti. Lazaro alikuwa ni maiti, mtoto alikuwa ni maiti, lakini tunaona tofauti. Wakamwambia ananuka, kwa sababu walizika, wangeweka hangenuka. Halo? Eutychus alipokufa wakamuweka. Watu wa zamani wale, maana walikuwa na imani bado. Dorcas alipokufa wakamuweka, kwa sababu bado walikuwa na imani. Halo? Wow! Kanisa la leo, hebu tuwe watu wa kuweka mambo lakini si kuzika, na tupate mizinji ambayo ilikuwa na watu wa zamani. Dorcas anakufa, wanamchukua, wanamuosha, wanamuweka. Hii ndio inaitwa imani. Uhai umetoka, lakini kwa imani bado wanaona uhai ndani ya Dorcas. Eutychus anaanguka usiku. Halo? Mtumishi wa Mungu akiongea anaanguka, anakufa. Wanasema ameanguka, amekufa, hatutazika. Wako zile maandiko. Halo? Wanamchukua, wanamulaza mahali, wanangojea mtume wa Mungu. Mtume wa Mungu naye anakuja, anamuombea na anaendelea na kazi yake. Bwana, kwa sababu kuna mambo mengine ya kuombea, wewe unaendelea na kazi yako ukigoja Mungu atende. Unaomba na unaendelea. Alipoanguka Eutychus, mtumishi wa Mungu alipokuja kumuombea, alimuombea na akarudi kuhubiri. Hii ndio inaitwa imani. Yaani mtu amekufa, umemuombea, hajaanguka kwa dakika hiyo, na unaendelea na injili. Halo? Ni kuweka yale mambo tunapitia kando na kuendelea na injili. Halo? Shida ama masumbufu na matokeo ambayo tunapata katika maisha haya isije ikazuia sisi kuendelea kuhubiri. Soma Mitume usikia kwamba alimuombea na akamuka dakika ile, lakini alimuombea akaendelea na akaenda akamega mkate. Hawa watu walikuwa na imani. Yaani mtu amekufa na makali ya kiapo. Na Timotheo akaenda kwenda niwe tekio. Wakaendelea na mambo yao. Bwana tukuzwe. Wakaendelea na mambo yao. Neno nasema kwamba asubuhi, halo, ndio yule kijana akaamuka akiwa mzima. Endelea na mambo yako.
yako ukielewa yale ambayo umeomba, asubuhi moja utakutana nayo. Tii maombi, zidi kuomba, ukielewa siku moja asubuhi moja, Bwana kwa sifa, utakutana na yale mambo unaombea. Na nasema kwamba mtume alipoombea ukijana akarudi kumega ukate na baadaye akawaacha. Sasa asubuhi ndio kijana anaamuka kama mtu alikuwa amelala. Yaani wengine wakiamka asubuhi wenye hawako wamekufa, aliyekuwa amekufa anaamuka pamoja nao. Inaitwa nguvu ya maombi. Halo. Inaitwa nguvu ya maombi. Endelea kuomba ukijua asubuhi moja utakutana na muujiza wako. Utapatana na yale mambo unahitaji. Sasa mama akaenda kwa mtumishi. Alipokaribia kwa mtumishi, Gehazi ndiye huyu, akajitokeza akamuuliza, mama hujambo? Akamwambia sijambo. Mtoto wako sawa? Na mumeo? Na je watumishi? Akasema wote wako sawa. Na pamoja kusema wote wako sawa, mtoto amekufa. Lakini hakusema mzee yako, watumishi wako, hata punda ziko, lakini mtoto amekufa. La, hakuweka hiyo. Bwana pewe sifa. Alisema mambo yote iko sawa. Mzee ako sawa, watumishi wako sawa, mtoto ako sawa na amekufa. Hapo alichukua mtoto akamweka pamoja na walio hai, kwa sababu imani ilikuwa na yale mambo ambayo hayaonekani. Sasa mama alikuwa anaona mtoto akiwa uhai, na ndio maana alimweka pamoja na baba yake na watumishi. Halo. Ni vizuri kujifunza neno na kulielewa. Wacha kugawanisha mambo. Halo. Hata kama imeharibika, iweke sawa upande ule wa mambo yote iko sawa. Hata kama hauna pesa, iweke upande ule wa watu wako na pesa. Halo. Hiyo ndio tunaita imani. Mama anachukua mtoto na anambia mtumishi Gehazi, wako sawa. Mtoto ako sawa. Baba yake ako poa. Halo. Na watumishi wako sawa, lakini mtoto ako kitandani, lakini yeye haoni maiti, anaona uzima. Na ndio maana anasema ako sawa. Halo. Ukipata imani itakusaidia kuona mambo yote iko sawa hata kama haiko sawa. Haleluya. Maana akaachana na Gehazi, wewe niacho, achana nawe, sikutagwe, nataka mtumishi. Akafika kwa mtumishi na anasema kwamba kusoma hapo, lakini anasema kwamba Gehazi akataka kumvuta mguu. Mtumishi akamwambia, mwache. Kwa sababu kuna kitu nimeona hata Mungu hajanifunulia. Wacha mama ajieleze. Mama ndiye alianguka tu mbele ya mtumishi. Halo. Akaanguka mbele ya mtumishi, akamwambia mtumishi, sikiza, hizi nilikwambia kuna akaanza historia ya yule mtoto vile mwaliazana mtoto kubadilika. Akaanza historia ya mtumishi, akamwambia wacha mambo mengi, ni nini nimekulete. Mtumishi akaelewa huyo mtoto kulingana na hadithi ya mama, mtoto hayuko. Sasa mtumishi akamwambia Gehazi tangulia, lakini Gehazi kutangulia, sitaki kuingia kwa hiyo leo, haikufanyika kitu. Lakini baadaye neno anasema kwamba kisha mtumishi wa Mungu akafika kwa ile nyumba. Alipofika kwa ile nyumba, kwa sababu alikuwa na imani na mama mwenye amemwendea ako na imani, hakuna mahali walisema na kunanuka. Maana ukiweka haitanuka, lakini ukizika itanuka. Mtumishi akafungua mlango, akakuta mtoto amelazwa kitandani. Naonaga huyu mtumishi lazima angejikakamua na amini Mungu ndio aondoe maiti kwa kitanda yake. Kwa sababu sasa mtoto amelazwa kwa kitanda, na kitanda mtumishi huja kulala wakati anakuja mahali pale. Kwa hivyo lazima angetia bidii mtoto aondoke kitandani. Akaona imani ya mama. Yaani mtoto anakufa, unamhumbira na mlegeti kama mtu amelala. Yaani mtumishi akaona huyu mama ako na imani, na kwa bora hakuna mtu anaelewa kile kinaendelea. Na Mungu akawaficha, hawaulizi mtoto wako wapi. Halo. Mungu anajua kuficha watu wake wakati kuna shida. Unaweza pitia kwenye shida na watu wasijue Mungu akufiche. Unapotokea ndio wanasema unaangalia mashida. Yaani ulikutana na watu wanashangaa, na tulikuwa tunakuona bado uko sawa. Maana imani inafanya mtu akae sawa hata kama mambo si sawa. Mungu akaficha mama na mtoto. Halo. Hata baba yake hakutokea shambani akaja nyumbani kuuliza mtoto wako wapi na nijacha akiwa mgonjwa. Mungu hakuacha hiyo haiulizwe. Halo. Maana mzee angejua mtoto amekufa angeandaa kamati.
angeandaa kamati kama alisema mama yake kwa kuungua kichwa, huko ni kuzika. Mungu akamnyamazisha, hakuuliza habari ya mtoto. Naomba maswali mengine ziulizwe juu ya maisha yako hadi wakati Mungu ataingilia na atende kitu. Halo, sababu maswali mengine ni ya kuvunja moyo, maswali mengine ni ya kumaliza, maswali mengine haina faida, itakuvunja moyo. Na wengine wakisikia watasema tuzike. Sasa hiyo maswali isisikike katika maisha yako. Wenye wote wangeuliza kuhusu maisha yako, wachana nawe, wasipate wakati wa kuuliza hiyo maswali ya maisha yako. Wanauliza hawatasaidia. Wajua umemtafuta Mungu na umemgoja atende kitu, na haujazika umeweka. Usizike, weka. Halo, usizike, weka. Hata kama ni walevi, usizike, ukamata uweke. Halo, hata kama ni madawa za kulevya, usizike, kamata uweke. Halo, hata kama anakuwa kahaba, usizike, kamata uweke. Hata kama anakuwa mwizi, usizike, usiseme atapigwa risasi, kamata uweke. Hiyo ndio tunaita imani. Akija mpende, akija mpatie chakula, akija munenee maneno mazuri, akija mpokee, mweke katika ulimwengu wa roho, lakini usizike. Kwa sababu tuna historia kwenye Biblia, wote waliwekwa walifufuliwa, lakini hatuna historia ya wote ambao walizikwa walifufuliwa. Tuna historia ya wote ambao waliwekwa walifufuka, lakini hatuna historia kamili ya wote ambao walifufuliwa walifufuka, walizikwa walifufuka. Si kumaanisha tu Yesu ni upendo alikuwa nao na akaona amuite Lazaro atoke kwa kaburi, lakini kuna wengine msimu ule walizikwa na hawakufufuliwa, kwa sababu si lazima aliyezikwa afufuke, lakini ni lazima aliyewekwa afufuliwe. Halo, wewe usizike, weka mambo, weka maisha yako mahali. Neno nasema mtumishi wa Mungu akaingia. Alipoingia akapata yule kijana. Kila mtu ana mwito wake, ndio maana nikasema hivyo. Sasa akaona kijana, akamulalia macho kwa macho, mikono kwa mikono, miguu kwa miguu. Halo. Akaanza kumuombea. Maana amekuta mtoto amewekwa mahali anaweza kumuombea. Halo. Akaanza kumuombea. Akatoka mara ya kwanza isitendeke kitu. Neno nasema kwamba alipomtazama mtoto bado amenyamaza, lakini naye jamaa alikuwa na imani. Na ndio huwa nasema kwamba usichoke kwa maombi, usichoke kwa kuomba, usiseme umeomba sana haitendeki. Ni wakati wa Mungu utafika itendeke. Wacha Mungu akukute ukiomba. Usiache kuomba kwa sababu haitendeki. Usiseme umeomba. Kama huyo aliniambia ameomba sana na kufunga, nikamwambia hujaomba kuliko mimi. Nilianza kuombea habari ya kujenga wakati nilienda mahali nilikuwa naishi. Sasa nikamwambia hivyo. Na nimekaa hapo mahali ama nimekaa bila nyumba miaka 18. Kwa hivyo usinitishe tumeomba miezi miwili na Mungu atatenda. Bibi nimegojea nyumba miaka 18. Akakamaza. Usikose kuomba. Usikate tamaa ya kuomba. Usizime moto wa roho. Maana ukizima moto wa roho na tunaupokea kupitia maombi, sasa imani yako itarudi chini. Mtumishi wa Mungu akaingia mara ya pili kwa imani, akasema hii mpaka itendeke, hii mpaka ifufuke. Na maana mtumishi alikuwa na imani pia. Yaani umeitwa kutoka mlimani kuingia kwa nyumba. Ile nyumba unapataka na ugali na dengo, unakuta ni maiti iko. Hakuna ugali. Siku ile si ugali, siku ile ni kuo. Kuna wakati inafikaga si ugali, sasa ni kuomba. Halo, ile nyumba tu alikuwa anajilaza. Analala. Hiyo nyumba ndio imepata iko na maiti. Hakutoroka. Wengine wamepotorokea maisha kwa sababu ya vile wamepata imekuwa. Sasa wewe bado hauna imani. Mtumishi wa Mungu akakalia mtoto tena, akaomba. Akiamini mtoto atafufuka. Mungu ninakuamini, maana mtoto atafufuka. Ona imani ya mama. Alipokufa hakuzika, alikuweka. Tazama ameniita. Ewe Mungu, wewe ndiye unaye
umefufua na umefufua kupitia watumishi wako. Niko hapa sasa, Mungu, fufua huu mtoto, mrejeshee uhai. Hebu tazama matumaini ya mama yake, tazama haja ya moyo wake. Hakuzika kwa sababu hakuna haja na huyu mtoto. Mungu mfufue, Mungu rudisha uhai wa huu mtoto. Mungu akasikia hayo maombi, maana Mungu hujibu maombi. Neno nasema kwamba mara mmoja mtoto akaanza kupata joto. Alipoanza kupata joto, mtumishi wa Mungu akapata nguvu maradufu. Naomba ukapokee joto ya kiroho ili ukapate nguvu maradufu, ukaendelea kuombea lile kitu unaombea. Hebu dalili ya yale mambo unaombea ikaanze kuonekana, maana ukiona dalili utaendelea kuomba. Lazaro ni vile tu aliendewa na Yesu, hakuna dalili ya kufufuka ingeonekana akiwa kaburini. Hata kama angepatwa na joto hakuna mwenye angejua. Lakini huyu mtoto akapatwa na joto. Neno nasema kwamba mtumishi akaendelea kuomba. Alipozidi kuomba, ikatendeka ya kipekee. Mtoto akafungua macho. Inaitwa dalili za miujiza. Lazima uwe na maono ndio muujiza utendeke. Lazima mtoto angepata macho ndio aweze kufufuka. Aelewe na awe akiona anafufuka aende wapi. Mtoto akapata macho, akaona. Mtumishi wa Mungu alipoona mtoto amepata macho, akapata nguvu zaidi, akazidi kuomba. Hebu na ukaishi na maono ndio ukazidi kuyaombea. Sasa alipozidi kuomba, neno nasema kwamba ikatendeka jambo la kipekee sana. Sasa kwa wakati ule mtoto akiwa amelala kitandani kwa sababu ya nguvu ya maombi, maana maombi huingia hata ndani ya maiti. Na hufanya maiti ikarudi hai. Yule mtoto akasema inaitwa kwenda chavya kwa Kiswahili. Wale ambao hawaielewi kwa Dibora. Mtoto akiombewa akasema sasa alipoadibora mtumishi wa Mungu akajua hapa kuna uhai. Uwezi adibora mtu umekufa. Akaendelea kuomba. Mtoto mara ya pili akasema unajua adibora ni nini? Ni kufunguliwa kwenye kifo. Mtoto ndio hiyo mara ya tatu. Naonaga huyo mtumishi alikuwa anamsaidia. Saidia maono yako kupasa sauti. Wacha kuzika. Saidia maono yako kupasa sauti. Wacha kuzika. Mara ya tano mtoto akasema naonaga huyo mtumishi alikuwa na hivi. Alimpokea, alimpenda, akamwita. Tolandike iga sikamo bikamo muriashio moigambere yakai iga sikamo bikamo noshio moiga na wana wa moiga ogina mbele na mahoya na ole imo ya Dibora. Kule kanisani tumekuwa na mama mmoja ambaye amekuwa mlevi sana. Na kwa kipicha alikuwa anatuambia jicho ndio kile ya honoke. Tukaendelea kumwombea pastor kama tukamwamini ya Mungu na hatukumfukuza kwa kanisa, na tukaamini huyu siku moja ataokoka. Bwana pewe sifa. Tukakutana naye
Baada ya hii mahubiri wakaniambia na nendegwa nendabia kwa vibora niko hapo karibu. Nikasema endelea kupiga chafya. Baada ya miezi mitatu tulipoitana mtu wa kuombewa, tuliona mama amejitokeza, amepiga magoti na akaombewa. Kwa sababu hatukuzika tulileka. Sasa yako sawa na amesimama vizuri. Bwana pewe sifa. Na huyo mama amekuwa kitendewa mambo na Mungu. Hata yeye ameanza kushangaa. Juzi bonake akakamatwa. Alikuwa ameuziwa simu ya kuibiwa. Unaelewa hiyo habari? Haya, alipokamatwa akaitishwa pesa fulani. Na hawakuwa na hizo pesa, akatupigia simu. Akatuambia sikizeni, bwanangu amekamatwa, ameshikwa na simu ya kuibiwa, na mwenye aliibiwa simu inasemekana aliuawa na akanyang'anywa sijui nini. Mambo mazito. Lakini tukamwambia sikiza. Hayo mambo unaona mazito vile. Pamoja na mzee wako kuwa amekamatwa, usimzike. Mweke mbele za Mungu. Pamoja na yeye kuwa ako ndani, usimzike. Mweke mbele za Mungu. Unajua itendeka nini? Mama akakucheka kidogo. Ule mjamaa hapo amefunga ile kifungo ya ndani, alikuwa amefunga kifungo ya nje. Kwa hivyo kuna zile siku alikuwa anaenda kuripoti, unaelewa? Sasa baadaye mama akagonjeka. Akatupigia simu akiwa hospitali na alikuwa mjamzito bado. Akasema akatuambia mimi sasa sijui ni nini. Nimegonjeka na mume wangu ndio huyu ako kwenye kifungo cha nje. Na pesa ambazo anahitajika atoe hatuna. Nikamwambia kuna Mungu ambaye anarudisha uhai kwa waliokufa. Kuna Mungu ambaye anatenda mambo kwa wale ambao wanaamini. Sasa mzee ile siku alikuwa aende akaitike, hakwenda kwa sababu alienda kumtazama bibi yake hospitali. Akaenda siku hii nyingine kwa polisi. Akaulizwa na jana hawakuja ulikuwa wapi? Akaonyesha barua ya daktari akamwambia, "Mimi bibi yangu sasa hivi vile tunaongea nani ni mgonjwa na amelazwa hospitalini." Wakamuuliza unasema nini? Bibi yangu atasai tupiga simu, pigeni. Wakapiga wakathibitisha. Unajua unaweza kuja na kibarua ya kuchora. Wakathibitisha, wakaambiwa ni ugonjwa wa mambo. Wakauliza tukija hapo tutapata huyu bibi wa huyu mtu kwa hospitali. Daktari akamwambia ya nini nidanganye, hapo hapa na hapo hali mbaya. Serikali ipo sikia hivyo, Mungu akaiguza ikamaliza ile kesi. Ilipomaliza ile kesi siku ya leo, kesho mama akapewa ruhusa akiwa amepona. Halo! Kuna Mungu ambaye anatenda mambo kwa wale wote ambao wanaamini. Sasa Lazaro namaliza. Wakamchukua. Kwanza kabla wamzike, alikuwa baadhi ya vitu. Mama ile mwingine nimetia Yesu. Sasa wanamfuga ya nini? Na wamemuita Yesu. Jatelo hawa. Watangaza ukasikile hapo. Wameita Yesu na wanamfunga. Wanamfunga na nemeta nile. Modoke ninaletekio hana maono. Wewe kuhani yake. Ndio hata kaiba. Imangako ni kodi. Ndio nenda kwa ile kodi kwa kutura. Ndio na kwa kodi na jeje kwa kodi ndio ngine. Kwa mungu ya ngine na. Mungu ndio kwa nini. Na hiyo kama shemeji nene. Kaya tekia kura. Ndacho kama na washia na tona na bei. Teketona to ngombe tukadei. Ndio hapo umebuka umemaliza umefunga. Umefunga. Halo! Wakafunga Lazaro na wamemuita Yesu. Sasa ilikuwa haja gani ya kufunga? Na ndio maana Yesu alipokuja acha hata kufunga, wamemweka kwa kaburi na wameekelea jiwe. Na Yesu akimwambia wewe tekia hivi ile haja. Mawe siondoi. Janini mkaekelea mawe na nilipojiani ninakuja. Ondoeni mawe. Hema ondokwe haieni sote kwa hali. Halo! Taondolewa ile. Lazima uangalie ni mawe gani umeweka kwenye maisha yako. Maana hiyo mawe Yesu hataondoa. Unajua Yesu alikuwa na nguvu ya kupuliza hiyo jiwe. Niondoke juu ya kaburi. Lakini kuna kitu alikuwa anataka kuwafundisha. Yaani mkaekelea mawe na mliniita. Mwingine hii kama kole waku na niwezi ya Yesu. Ikali ya gaja. Etoda bile ndio beke kila leto. Ewo to ayu lage. Ndio ni wala ngera haku. Halo! Usiwekelee mawe katika maisha yako, iweke wazi. Mama hakuwekelea mtoto mawe.
ile matika ingere. Mama alifunga mlango lakini hakuweka jiwe. Na alifunga wasiingie, lakini hawa wanamshika Lazaro kwanza wanamfukuka. Tumemwita Yesu na vile akuji na umekufa. Na katika maisha mtu akikufa angekuzika. Maana tumemwita angekuja wakati ule ulikuwa mgonjwa. Tulikuwa na imani ungepona. Sasa ndugu yetu Lazaro na wanaanza kulia. Kwa vile umekufa, wacha tufanye nini inastahili. Maana mtu akiishiwa na imani anafanyaga mambo ya kikawaida. Na kawaida hata watu kama zamani ni mtu akikufa kufuka. Ukiishiwa na imani utakuwa mtu wa kawaida. Utaongea kama dunia, utafanya kama dunia. Ni imani imekuishia. Sasa ndugu yetu Lazaro, wacha tukuvuke. Kwa sababu Yesu amekaa pia kukuja na wakamupeleka kwa na wakaenda karibu. Sasa wataonana baada ya ufufuo na walikuwa kitaifa. Na nani kwenda? Dikonya tu. Makali tele mnene wako hapo mundu. Wanatimoa hata dikonya tu. Hata wewe utakaa kwa hiyo shida. Ndio unaona kama unakaa. Yesu akiangalia hujaka ndio umeanza kuivuka. Sasa shida ni wakati Yesu atakuja mpaka ufungue kwanza. Haya Yesu akamwambia, "Okay. Haya sasa mmeweka wapi? Acha niakimeke." Maana huo hapo wakuziko mmeweka wapi? Akamwambia Yesu, "Jo. Akakaburini." Na pamoja na kwa akaburini. Neno na mageni kaburini. Na kia. Na Yesu ananuka. Na watu wameanza kurudi nyuma ya maisha yao kwa sababu wamesikia inanuka. Maana wakitaka kutoa kwetu anataka kugira liko nje ndio natoe nipo ndumu na Mariana ya ndio mrembo. Unaanza kurudi nyuma pole pole tu. Na shetani anakugojea bila baridi anakuvuga. Anakugojea ngoge anaongeza kitaba. Unaongea anakuvuga. Ndio nataka imara. Nakapende mudeni okay. Ndio nataka wewe uonane hapo. Hivyo ni torona tena yeye. Ndio torona mambo kama hizi. Na ndio tatizo hametolea. Na tutiwete kera mambo na tutiko ina mambo la kuji. Toko maiga hado turamahoya. Toko maiga hado turamona. Hado tulimadhabakia. Ndio kaziko hado adhabakio. Ayo hado hakago mauta. Ayo hado ado maana yeye meterege gai. Iga maondo matu hado gabaya omoterege. Maundu hama kuhanole madhabakia. Hanole mahaka maguta manukirega. Maguta ni mahoya. Halo. Wewe ndokoro ni muliu. Aya mahaka gakeiba maguta. Halo. Aya mahaka gakeiba maguta. Ucio no kunyenyuite na kwite ngimuhaka maguta. Chera no na onyuite kwite ile ho. Ihaka maguta. Na maguta ni mahoya manukirega. Okano. Kaiga ngoe. Oya gakwe muhonoki. Oya ni muhuki. Oya kabuja hamwe nani unamakio ni wito hamwe na shena shito ni umuthi araina ushaka kora kihunjiria ici ni umuthi hana ushaka kora muhonoki. Halo, paka mambo yako mafuta, wacha kuuza, wacha kuofunga na uache kuweka kwa kaburi. Haya, haike. Sasa ile kitu ni freshaka. Hata kama umepiga makofi. Nataka watu wako bure. Sasa walipo ndio achiwe. Yesu alisema tu kitu kimoja tu. Lazaro, njoo nje. Maana yake njoo hadi unastahili kuwa. Haustahili kuwa huko. Ndio mara yako ingine. Not ni mwadhani. Amen. Tini mwadhani. Ndio alete na geuka. Na ndege tawoigo. Halo. Ndege tawoigo. Tamenya kai ndege tawoigo hawa ndo marako. Leo makoigete. Na leo kana gogoita. Na tomane tawoigo. Ona na tomane tamaigere hinga. Mara mtawea molito. Lazaro, njoo huku juu. Anasema kwamba aliyekuwa amekufa akarudi akiwa uhai, lakini ndio na Yesu aro kando akalika kwa nini kio hadi yako gai ndio ningene marabu kama makimulika akafuri alipotokea Yesu imeenda ile bolo ndio ameanza kwa akataro yeye ndio ndo ndio anataka kukuti sana
tukanetimo ni kule ndo etenonio mohoro ni wale tunateso ni etenonio hende maodo ni etenonio hende mohoro mohoro ni wale ni wale tunateso ni meteto no moheto ni maodo makwa ni maodo madera ni mohoro ni wale tunateso na ni kama maodo maleke ka torebeke kagadera ile tondo ni hana ni mohoro hello no moheto no moheto no more time, no more having a well. I have not waited in our victim. You get your cut of some. Then I get it up. What about that? You want to be doing our job? You know my plan. But you don't have to get it more. I know what I go to. Oh, we boy. No, I'm with it. Lakini ukifunguliwa utaenda na utaenda. Amen. Lakini kama umefungwa utaenda na umeitwa. Utafanya mambo ambayo haistahili na bado umeitwa. Hey, ukiitwa na usikombolane utakuja hata kama umeokoka. Wewe mwite na wewe muende roho ajo. Wewe mwite na na ukohora mutumia. Hey! Unajua nilisikia kija mwisho. Wakati kwa tadi tunataka shikate. Utuoke hodi yota. Na nini ngakoro ni hujaga lega. Hello! Dogetwa. Ndio. Na yetekera kanani wa Kristo. Na wale hego kwa mutumia. Wewe ule no shamba ule wale ndango bidi. Nemo ibare ito ya takagero ni atumia. Wewe uwe. Ndio wakile kwa bareke ya akagero ni akile. Wahoro no anatua horo ni ukurwa. Na wale ukare fujo. Ni mali na murutie pake ndio yake tena kwa. Otiwe kwa wao mtire na wakile na kama kile wakai. Ndio otiwe kwa wao mtire na le towe na kama kile wakai. No toka komenya kwa wao mtire no le towe kwa wao kile wakai. No toka komenya kwa wao mtire mondo. Wale ni mtire kwa wao mtire wa kama kwa ile mondo haya na neti. No mondo ya teoria tano ya kile wa kile wakai. Na hadi kula atendera kwa baba ndio ndio kuhora kaire wewe mwae ndio kwa ndo psi no kiko kafundi no kiko ila ndio hakwe hore ndio loka na wao no niwe acha haya asa ositio hana kwa wewe no wewe haya muhore mufungweni ndio na bila mtu mwingine alikuwa na wewe ni wewe ulifunga hii wao wanaingia kwa okay wao wanaingia kwa ndio kwa wewe wangu hile wewe waje tumie waraka wewe waje tukahoro wakabuire ndio kuone na Yesu ndio kile nani kwa hapo ndio kuone kata ndio mko hana maondo Yesu ndio kile ndio horando na meta ndio hakuwa hore Mungu wako katika Mungu hana mlio ndio kale muhorete halo ndio kumuhora na unako walikuwa na kazi ngumu sana hapa wakidandana zao na mali yako kai ndio rambo kana kai ngeke kai ndio ndio tibia ngeke mako tibia mambo madama tibia mambo madama tibia ndio mambo kana wote tibia kwa ndio nikala halo mambo madama na matinakio wale matibia tano wale kudatuana makio hiyo tukototoi tokekiona gekundo riu roho meruda tonyerere atinakie tugwetha ikundo cia ganga roho mutheru atinakie ikundo cia ragori na tongeciona roho mutheru atinakie ikundo cia nabia mathara roho mutheru atinakie ona ikundo tutieciona roho manete netweteto no tuyohe ati mwana nenda kuna muhimu ani emwa watu mwingi ile mtimo wao kwa yaki emwa ya mtimo hata kuhetoka hetoki na tukumbugira ati akinya muonane ukamate haro emwa
Hebu na Roho wa Mungu atufungue kwa eneo yote ambayo tumefungwa katika jina la Yesu. Walipomfungua Lazaro akasimama. Na Lazaro hakufanywa mambo, hakuhubiriwa imani. Ndio itwetu. Yale mambo tunahitaji, haihitaji imani. Sisi tunahitaji imani. Yesu kaita hayo mambo. Ni kuitwa tu aliitwa akatoka. Wakamfungua. Akasema muacheni aende. Ni wakati wa kuambia shetani na mambo yake niache niende. Kwa sababu nimefunguliwa. Niache niende. Nikahubiri Injili. Niache niende. Ulevi niache niende. Matuzi niache niende. Umasikini niache niende. Halo, ugonjwa niache niende. Akaenda. Lazaro akafunguliwa. Mama mtoto wake alipoenda chini ya mara 7, nasema kwamba akasimama. Mama mtumishi wa Mungu akasema, hebu yuita yule mama. Kuna wakati utaitwa na Mungu akukabidhi baraka yako. Akaitwa, hebu yuita yule mama. Akaitwa, alipokuja mbele za mtumishi, neno nasema kwamba alipoona mtoto amefufuka, akainama kifundifuni. Lakini alipoinuka, aliinuka na mtoto. Naomba wote ambao wameinama katika hali ya maombi, habari ya kunyenyekea mbele za Mungu, wote ambao wameinama, hebu wainuke na baraka zao mikononi mwao. Hebu wainuke na kile ambacho kimefanywa wamlilie Mungu. Hebu wainuke wakapokea kile ambacho wamehitaji kwa Mungu. Ninaona kwenye wanainuka na wazee wao wakiwa wameokoka. Kuna wenye wanainuka na watoto wakiwa wameokoka. Kuna wenye wanainuka na biashara ikimesimama. Kuna wenye wameinuka na habari ya harusi. Kuna wenye wameinuka na habari ya utajiri. Kuna wenye wameinuka na magari zao. Halo, hebu ukainuke na kile ambacho umengojea mbele za Mungu. Halo, mama akainuka akapewa mtoto. Na mtoto akiwa uhai. Akatokea familia akaipaza habari. Mnajua nini? Sasa nitawaambia. Kuna mambo huwa inasemwa baadaye ikitendeka. Akaambia mzee wake, nimemaliza. Unajua nini mzee? Singesema omani. Mtoto alikuwa amekufa. Mzazi yule alipogonjeka kichwa alikufa. Nikaja sitakwambia. Lakini sasa amefufuka mtoto ndio huyo. Kuna watu watatoa habari baada ya mambo mema kutendeka. Wewe nyamaza tu nayo. Na utakaotolea habari watashangaa. Mimi kuna kitu ya nyuma. Lakini unamwambia watakushangaa. Muujiza umetendeka. Nimekaa bila kazi, lakini unamwambia watakushangaa. Muujiza umetendeka. Kuna watu utatolea habari ya nyumba yako ndio imeisha. Unamwambia wacha kushangaa. Mara hakuna ndio na hedira watu ndio kale hiki. Halo, kuna watu utatolea habari baada ya mema kutendeka katika maisha yako. Sio yote ya kusema. Kuna mambo ya kunyamaza. Waswahili wasema kwamba usiongee habari ya daraja kabla hujaruka mto. Kuna mambo inabidi unyamaze wakati itakuwa sawa. Sasa ndio unaisema. Tena kusema kwamba nimenyamaza miaka mingi nikingojea Mungu anikumbuke na habari ya kujenga. Sasa niko na ujasiri nikisema ya kwamba nimeinuka na nyumba yangu. Simama kwa miguu yako.